Jitie nguvu katika Bwana. Haleluya. Jitie nguvu katika Bwana. Kwa nini kujitia nguvu? Jitie nguvu ni hali ya kumtumaini Mungu na kutegemea msaada kutoka kwake. Yes. Katika lile unalolipitia. Narudia. Kujitia nguvu ni hali ya kumtumaini Mungu na kutegemea msaada kutoka kwake katika lile unalolipitia. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa nini kujitia nguvu? Kuna mambo ambayo yanatukumba kama wanadamu. Kuna mambo ambayo yanatukabili katika maisha haya. Na hasemi Bwana atakutia nguvu. Neno linasema jitie nguvu mwenyewe. Manake uchukue jitihada zako binafsi za kujitia nguvu katika Bwana, za kujitia nguvu katika kumtafuta Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Manake ni nafasi yako wewe mwenyewe kujitia nguvu katika Bwana. Unasema liwe jua lisiwe jua, lazima nitaomba. Liwe jua lisiwe jua, lazima nitaenda katika ibada. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kujitia nguvu. Mungu hawezi kujitia nguvu mpaka mwenyewe uwe tayari. Mungu anataka angalie jinsi ambavyo unajicommit, unajitoa kwenye kazi yake, unajitoa katika kumtafuta yeye, ndipo saa yeye atachilia nguvu ndani yako. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Haleluya. Hasemi Bwana atakufanya kwa hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Sio kwamba Mungu akutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maisha ya kuambiwa kwa Yesu, kwa Yesu ni tambarare, kwa Yesu ni tambarare, tamba. Maisha sio marahisi. Kwa Yesu sio kwamba hakuna milima. Kwa Yesu kuna milima. Tikisa jirani yako mkono, mwambie milima ipo. Umeokoka hujaokoka, milima ipo. Habari za kusema tambarare kwa Yesu hakuna milima. Utambe wapi? Kwa Yesu kuna milima. Unatakiwa ujitie nguvu katika Bwana. Vaa moyo wa ujasiri, vaa moyo wa kupigana, vaa moyo wa mapambano. Namwambia Bwana, hapana, hapa sio maisha yangu. Ngoja nijitie nguvu. Nimechoka sijachoka, lazima nitaomba. Nimechoka sijachoka, lazima nitafika kwenye ibada. Nimechoka sijachoka, lazima niende kumwimbia Bwana. Nimechoka liwe mvua iwe jua, nitaenda katika ibada. Mtu ambaye